vya kimataifa, BBC, CNN, maelfu ya watu walikufa cold blooded. Wengine wamepigwa risasi wakiwa nakimbia. Hapa Mwanza vijana waliokuwa kwenye ukumbi wa mpira walikwenda wakarazwa chini wakamiminiwa risasi. Baada ya ule uchafuzi na Samia kujitangaza haikutosha. Alikamata maelfu kwa maelfu ya Watanzania. Wakabambikiziwa kesi mbalimbali, uhaini. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliokamatwa siku 14 kabla ya uchaguzi. Na nikaishia kukaa kwenye mahabusu za magereza, mahabusu za polisi kwa siku 21. Na nikabambikiziwa kesi ya ugaidi. Baadaye nikawa napewa masharti, nilipo yakataa, baadaye wakaniachia. Mpaka leo gaidi akaachiwa. Na sasa naambiwa wale vijana ambao wamesomewa shtaka kule Mbeya, walipokuwa napigwa wanahojiwa na wengine, mmoja akavunjwa mguu, walirekodiwa wakiambiwa waseme mimi ndio niliwatuma kufanya vitendo vya kigaidi na niliwapa milioni 60. Kwa wamerekodiwa. Na inawezekana hii trend ambayo tunaiona mpaka viongozi wa chama wamekamatwa, inawezekana na sisi wengine baadaye tukakamatwa tukapewa kesi kwa maagizo ya Samia. Sasa kuna mambo kadhaa ya kusema. Nchi kama hii ambayo imepoteza leadership haiwezi kuendelea. Implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Leo hii serikali imelipa kampuni ya kimataifa ya lobbying zaidi ya bilioni 6 kwa mwaka, na zipo kampuni 3 kusafisha taswira ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake na nchi kwa uchafu ambao wamefanya wa kuua maelfu ya watu. Baadaye wewe unalipa watu fedha, kesho yake unakamata watu 51 unasema ni magaidi, viongozi wa chama cha siasa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaja kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Hapa tujazungumzia bodaboda ambao wamekamatwa. Huyo mtalii atarara kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye Afcon Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu. Na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Na pili, Bwana DPP Mwakitaru, mkurugenzi wa mashtaka,
Chini ya Mwakitaru watu wengi sana wanaonewa. Ofisi ya DPP ambayo ipo kwa mujibu wa katiba, iliyopaswa kuendesha mambo yake kwa uhuru, inatumiwa na wanasiasa